Oya makolo, pesa zenu zipo benki, haina haja ya kupanic. Sijui zipo benki gani, lakini zipo. Mo ni tajiri namba moja Afrika Mashariki na ana zaidi ya trilioni 5. Kwa hiyo bilioni 20 kwake ni pesa ya madafu tu. But relax, sipo hapa kuzungumzia mpira, maana sitaki kuongezea machungu, ila nipo hapa kukupa faida. Leo nitakupa business lessons 5 muhimu kutoka kwa Mohamed Dewji ambazo zitabadilisha kabisa namna unavyofikiria kuhusu biashara. Think of this. Kuna kipindi biashara ya familia yao ilikuwa inafanya takriban dola milioni 30 kwa mwaka. Sasa baada ya Mo kujiunga, biashara hiyo hiyo ilikuwa na kufikia zaidi ya dola bilioni 1 kupitia uzalishaji, kilimo na biashara mbalimbali. Usipoangalia kwa mihemko, utaona kwamba hiyo siyo bahati, bali kuna mfumo nyuma yake. Sasa mimi naitwa Musa na kila wiki ninachambua biashara, ujasiriamali na mindset za watu waliofanikiwa ili tuone kwamba ni masomo gani tunaweza kutumia kwenye mazingira yetu ya Tanzania. Na leo hatutojifunza tu kuhusiana na Mo Dewji, bali utagundua kwa nini watu wengi wanaanza biashara lakini hazikui, kwa nini watu wengine wanafanya kazi sana lakini faida hawapati, na kwa nini biashara kubwa zinajengwa kwa maamuzi madogo madogo ambayo yanarudiwa kila siku. Tutazungumzia nguvu ya kutengeneza bidhaa, umuhimu wa long term thinking, jinsi ya kutumia fursa, kwa nini watu ni mtaji mkubwa kuliko pesa, na mwisho kabisa nitakuonyesha lesson ambao naamini ndio siri kubwa iliyomfanya Mo kuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa zaidi Afrika. Kwa hiyo kaa mpaka mwisho, kwa sababu lesson ya mwisho ndio ambayo watu wengi wanaipuuzia, lakini ndio inaweza kubadilisha kabisa biashara yako. Kama unapenda maudhui ya biashara na ujasiriamali, basi bonyeza like, subscribe na washa kengele notifications ili usikose video yangu yoyote ile ambayo itafuata. Na kumbuka tu kwamba video hii ni kwa ajili ya elimu pekee. Hii siyo ushauri wa kifedha au ushauri wa uwekezaji. So fanya utafiti wako binafsi kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale ya biashara au ya uwekezaji. Business lesson ya kwanza kutoka kwa Mo Dewji ni kwamba usiishie kuwa muuzaji tu, bali tengeneza bidhaa. Sasa Mo Dewji aliporudi Tanzania baada ya kumaliza masomo Marekani, alijiuliza jambo moja ambalo yeye mwenyewe alisema, na nitamquote hapa. Alijiuliza kwamba kwa nini tunaendelea kuagiza bidhaa ambazo tunaweza kuzitengeneza hapa hapa nchini kwetu. Na hapo ndipo akaanza kuwekeza zaidi kwenye viwanda badala ya kutegemea biashara ya kuagiza bidhaa kutoka nje. Baadaye kampuni ya METL ikaingia kwenye biashara za nguo, mafuta ya kula, unga, vinywaji, kilimo na sekta nyingine nyingi. Leo hii kampuni hiyo inafanya biashara katika nchi nyingi sana za Afrika. Sasa ngoja nikupe mfano. Let's say kuna watu wawili wanauza maandazi. Mmoja ananunua maandazi kwa mwingine alafu anauza. Mwingine anatengeneza maandazi yake yeye mwenyewe. Kwa unavyoona hapo, ni yupi mwenye nafasi kubwa zaidi ya kuingiza faida? Of course, ni yule ambaye anadhalisha maandazi yake yeye mwenyewe. Hii haimaanishi kwamba kila mtu afungue kiwanda chake kesho asubuhi. Hapana, lakini ni lazima ujiulize kwamba unaweza kuongeza thamani gani badala ya kuwa dalali tu wa bidhaa za watu wengine. Kwa kifupi tu ni kwamba ukidhibiti uzalishaji, mara nyingi unakuwa umedhibiti na faida yako pia. Lesson ya pili ni kwamba fikiria at least miaka 10 baadaye na sio wiki 2 tu. Yani have a long term mindset. Tatizo la watu wengi ni hili. Utakuta leo umeanza kuuza viatu, kesho unafungua biashara ya perfume, kesho kutwa unauza simu, wiki ijayo umeshahamia kwenye crypto. Yani biashara yako inabadilika tu ovyo ovyo kama makocha wa makolo. Mo Dewji amejenga biashara kwa miaka mingi na ameendelea kujipanua hatua kwa hatua badala ya kutafuta shortcut ya kila siku. Biashara ni kama kupanda mti wa embe. Haupandi muembe leo alafu kesho unaanza kutafuta maembe. Lazima utakuta unamwagilia, unausubiri, unaulinda, alafu baada ya muda sasa unaanza kuvuna maembe. Watu wengi wanakata mti hata kabla hujaanza kutoa matunda. Kuwa na subira. Lesson ya 3 ni kwamba tumia fursa ambazo wengine wanaziogopa. Mohamed Dewji aitumia nafasi zilizotokea wakati baadhi ya viwanda vya serikali vilikuwa vinabinafsishwa. Akanunua baadhi ya viwanda ambavyo vilikuwa havifanyi vizuri, akaviboresha na kuvigeuza kuwa biashara zinazozalisha faida. Sasa hii lesson ni kubwa sana. Almost kila mtu aliona tatizo, lakini yeye kama mjasiriamali aliona fursa. Kwa mfano, wakati watu wanaona vijana wengi hawana ajira, kuna wengine wanaona fursa ya kuanzisha biashara ya job recruitment. Wakati watu wanaona nyumba nyingi hazisimamiwi vizuri, mimi nilianzisha kampuni
ya property management. Na ndio maana always huwa nasema kwamba usiulize tu kwamba tatizo liko wapi, bali jiulize kwamba ninawezaje kulitatua hilo tatizo. Fedha nyingi zinalipwa kwa watu wanaotatua matatizo makubwa. Yaani jinsi unavyotatua tatizo kubwa zaidi ndivyo unavyolipwa pesa nyingi zaidi. So tatizo la usafiri ambalo anatatua mtu wa bodaboda haliwezi kuingiza pesa zaidi ya matatizo ya usafiri anaotatua GSM kamwe. So kama unahitaji kupiga pesa au tu kuongeza njia zaidi za kupata kipato ili angalau uweze kufikia financial freedom au uhuru wa kifedha tunaita, nikwambie tu achana na hizi njia za kizamani za kutafuta pesa, zitakuchelewesha. Sasa hivi sio lazima usome sana au uwe na degree ili upate pesa. Unachohitaji tu ni kuoneshwa njia na kupewa taarifa sahihi. Sasa tuna community yetu ambayo ukijiunga utajifunza siri za kupata pesa na njia mpya ambazo right now kuna watu wanazitumia na wanapiga mamilioni ya pesa mtandaoni. The good thing is hauhitaji kuwa na uzoefu wowote ule ili kuanza, maana utajifunza kila kitu ndani ya hii community. Hata kama umeajiriwa pia unaweza ukajiunga, maana hizi njia hazichukui hata muda wako mwingi sana. Yaani risali moja tu kwa siku linatosha kabisa. Kama unahitaji kujiunga, comment hapo chini neno freedom hapo chini na mimi nitakutumia utaratibu wa kujiunga, au nenda kwenye description ya hii video utaona link ya jinsi ya kujiunga. Lesson ya 4 ni wekeza kwa watu. Kitaalamu hii tunaita invest in people. Kwa mujibu wa jarida la Forbes, METL imeajiri makumi ya maelfu ya watu na imekuwa moja ya waajiri wakubwa zaidi katika sekta binafsi Tanzania. Sasa hii inaonyesha kitu kimoja. Biashara kubwa haiendeshwi na mtu mmoja, bali inaendeshwa na timu ya watu wengi. Wajasiriamali wengi wa hovyo utakuta wanasema kwamba hakuna anayefanya vizuri kama mimi, lakini ukweli ni kwamba ukifanya kila kitu mwenyewe, biashara yako itaishia kukua mpaka ukubwa wako wewe unapoishia. Lakini sasa ukijenga timu nzuri, biashara yako inaweza kukua zaidi ya uwezo wako binafsi. Kumbuka tu kwamba kuwa na business kubwa sio kuhusu kufanya kazi nyingi peke yako, bali ni kujenga mfumo ambao watu wengine pia wanaweza kuuendesha. Lesson ya 5 ni kuwa na ndoto kubwa na kuzisema kwa sauti. Mo Dewji amekuwa akizungumzia hadharani malengo yake makubwa ya kukuza biashara, kuongeza ajira na kuwekeza zaidi barani Afrika. Pia alisign giving pledge akiahidi kutoa angalau nusu ya utajiri wake kwa shughuli za kijamii, meaning charity. Sawa, I know kuna bilioni 20 nyingine aliyoahidi Makolo ambayo sijui kama aliwapa, but that's a topic for another day. Sasa watu wengi wanaogopa kuzisema ndoto zao. Utakuta mtu anasema nisije nikachekwa, au mara anasema nikisema sana village people wataniloga. Ukificha ndoto yako kila siku, watu wenye uwezo wa kusaidia wataijua vipi? Yaani kama una ndoto ya kutoka na Gimane, sema tu bwana, maana huenda Ankonzala akakusikia na akafikisha ujumbe wako. Sasa ndoto kubwa zinakufanya ufikirie tofauti, zinakufanya ujifunze zaidi, zinakufanya ukutane na watu tofauti, na mwisho zinakupa sababu ya kuamka mapema kila siku hata kabla alamu yako haijaamka. Kwa hiyo usiogope kufikiria kwa ukubwa. Think very big, lakini hakikisha kwamba unafanya kazi kwa ukubwa huo pia, kwa sababu ndoto bila utekelezaji ni kama ndoto tu za yule mwenga nani yule Abu Nuwasi. Kwa hiyo business lessons 5 kutoka kwa Mohamed Dewji ni: 1, tengeneza thamani badala ya kuuza tu. 2, think long term. 3, ona fursa kwenye matatizo ya watu. 4, jenga timu imara. Na 5, kuwa na ndoto kubwa lakini zifanyie kazi kila siku. Ukichukua hata lesson moja tu na kuanza kutekeleza leo, baada ya miaka michache unaweza kushangaa biashara yako imefika mbali kuliko ulivyowahi kufikiria. Kama umejifunza kitu kipya, niandikie hapo kwenye comments, alafu uniambie, je, utaanza na kitu gani leo? Yaani lesson ipi ambayo utaanza nayo hii leo? Usisahau kulike hii video, usisahau kusubscribe kwenye channel na kushare video hii kwa rafiki yako mmoja ambaye ana ndoto za kujenga biashara kubwa. Also, usisahau kujiunga na community yetu, nimekuwekea link hapo chini kwenye description. Thank you for watching and see you on the next video. Peace.